Karibu sana mwanafamilia ya Uhondo TV. Jina langu ni Fadhili Komba. Trump aashiria Irani inaweza kukubali kuachana na mpango wa silaha za nyuklia. Rais wa Marekani anaashiria kwamba Irani huenda ikakubali kuachana na mipango yake ya kutengeneza silaha za nyuklia baada ya amani. Kesho asubuhi kwa wakati huo tulitarajia kulipua mitambo yao mikubwa zaidi ya kuzalisha umeme iliyogharimu zaidi ya dola bilioni 10 kujengwa, anasema. Ingekuwa bora sana, hakukuwa na ukosefu wa fedha. Kwa shambulio moja tu ingetoweka. Kwa nini watake hilo litokee? Hivyo walipiga simu, si mimi niliyepiga, wao ndio walipiga. Wanataka kufanya makubaliano, anasema Trump. Sisi tuko tayari kabisa kufanya makubaliano, lazima yawe makubaliano mazuri na lazima yahakikishe hakuna vita tena na hakuna silaha za nyuklia tena. Hawatakuwa tena na silaha za nyuklia, wanakubali hilo. Bila hilo hakuna makubaliano, anaongeza. Trump pia anaashiria kuwa bei ya mafuta itashuka kwa kiasi kikubwa iwapo makubaliano ya Irani yatafikiwa. Bei ya mafuta imepanda kwa kiasi kikubwa tangu mzozo huo uanze, huku Irani ikitishia meli katika njia kuu ya meli ya Strait of Hormuz. Anawaambia waandishi wa habari, tuna nafasi kubwa sana ya makubaliano, lakini anaongeza, hilo halihakikishi chochote, sitahakikisha chochote. Rais wa Marekani pia anadai nchi hizo mbili zina 15 ya kumaliza vita, na Irani ikitoa silaha za nyuklia kama point namba 1, 2 na 3. Hata hivyo, Trump anasema anataka kuona aina mbaya sana ya mabadiliko ya serikali. Katika kujibu matamshi hayo ya Donald Trump, waziri wa mambo ya nje ya Irani alisema kuwa hakuna mazungumzo kati ya Tehran na Washington. Donald Trump anasema saa moja iliyopita kwamba alikuwa na mazungumzo mazuri sana na yenye kujenga kuhusu suluhisho kamili la mwisho la vita kati ya Mashariki ya Kati na Iran. Taarifa ya waziri wa mambo ya nje ya Iran inasema kuwa matamshi ya rais wa Marekani yamo ndani ya frame ya juhudi za kupunguza bei ya nishati na kupata muda wa kutekeleza mipango yake ya kijeshi. Baada ya rais wa Marekani kusema kwenye mitandao ya kijamii kwamba amehairisha shambulio lolote kwenye mitambo ya nguvu ya Irani na miundombinu ya nishati kwa siku 5, bei ya mafuta ilishuka sana na masoko ya kifedha yaliona thamani ya hisa ikipanda. Wizara ya mambo ya nje ya Irani pia imetaja juhudi za suluhishi. Ndiyo, kuna mipango kutoka nchi za kieneo ili kupunguza mivutano, na majibu yetu kwa wote ni wazi. Sisi sio wahusika walioanzisha vita hivi, na mambo yote haya yanapaswa kupelekwa Washington.